Msikilizaji wa Mtungi Simulizi, hii ni simulizi mpya kabisa inayokwenda kwa jina la Aliniacha baada ya kutajirika. Simulizi hii bwana inamhusu mwanadada Gladness aliyepitia kwenye maisha magumu na mume wake. Baada ya kupata kilichotokea, hata mimi kilinitoa machozi. Jina langu naitwa Gladness, ni mzaliwa wa Arusha. Historia ya maisha yangu na mume wangu ilianzia pale tulipoanza kuwa na mahusiano toka kidato cha kwanza huko mkoani Arusha. Mapenzi yetu yalianzia shuleni, mimi na yeye toka tukiwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Kiukweli mimi na yeye tulikuwa na bidii sana shuleni, kwani tuliweza kuvuka mtihani wa kidato cha pili na kufaulu vizuri kwenye PE. Na yeye pia. Hatimaye tuliingia kidato cha 3, mimi na yeye, Brian kama alivyojulikana, na mimi Gladness, tulikuwa tunapendana sana. Na pia tulikuwa tukiabudu kanisa moja mimi na yeye, na alikuwa ni mtu wa maombi shuleni. Mimi na yeye bila kuwa na makuu yoyote, na alikuwa kijana mwenye busara sana. Na wote nitokea familia maskini sana, huku yeye wazazi wake wakiwa angalau wana maisha mazuri na kipato kizuri tu, kwani kwa kipindi kile waliweza kuwa na nyumba ya kisasa, umeme na maji, na pia kuweza kumudu kula vizuri kila siku. Na mimi nikiishi na bibi yangu, kwani wazazi wangu walikwisha fariki, nilikuwa yatima. Kutokana na maisha yaliyokuwa ni magumu, nilitamani sana nije nitimize ndoto zangu za kufika mbali, na nilikuwa nasomeshwa kwa ufadhili tu wa watu. Tulipoingia form 6, kwa bahati mbaya sana alinilazimisha na kunishawishi nifanye naye mapenzi. Jambo ambalo nilikuwa nalipinga, nikamwambia tuvumilie tusome kwanza. Maana ndo tumebakiza mwaka mmoja wa masomo tu. Na alitishia kuniacha. Na kwa nilikuwa nampenda sana, nilijikuta nikikubali tu. Japo kishingo upande, na nilifanya mapenzi naye, na ndipo nilipoanza kujisikia vibaya sana. Hatimaye nilikwenda hospitali na kupimwa na kujikuta mimi ni mjamzito na nina mimba yake. Ile jambo lilimpagisha sana na kumfanya umie zaidi. Ilibidi niache shule na yaendelee na masomo. Ujauzito wake ulisababisha nikaharibu ndoto zangu za kuendelea. Kutokana na mimi kuwa na ujauzito, wajomba zangu walinikataa na kuniambia hawataki kuniona nyumbani. Hivyo nihamie kwa hiyo alinipa mimba. Ulitokea mgogoro mkubwa sana. Hatimaye familia ya Brian walikubali kunipokea. Nilikwenda kuishi pale kwao, niseme tu kweli, sikuwa na pa kwenda tena. Niliishi maisha ya mateso sana kwenye ile familia ya kina Brian. Nilikuwa binti mdogo mwenye tabia njema sana. Mama yake Brian alinichukia sana. Alikuwa akidai nimekuja kuharibu maisha ya mwanae na kuipa mzigo familia yake. Nilikuwa nasimangwa, kukashifiwa na kunyimwa chakula wakati mwingine. Ile mama alikuwa ndo ana sauti nyumbani kuliko hata mumewe. Maamuzi yalitolewa na yule mama ilikuwa ni kama amri na kila mtu alifuata pale nyumbani. Nikiwa na ujauzito wa miezi 7, nilikuwa nafanyishwa kazi kama punda na yule mama. Sitosahau. Nilikuwa nadamka asubuhi, naosha vyombo, nafagia na deki, napika, yani nilikuwa kama house girl kwenye ile nyumba. Nilikuwa nafanya kazi tu muda wote, lakini haya yote mbele ya shule, lakini haya yote mbele ya yule mama. Hayakuonekana zaidi ya kuzushiwa kuwa mimi ni mwizi na hata kunyimwa chakula ili hali mimi ndo niliyepika. Brian alikuwa angalau akinitetea wakati akiwa pale nyumbani. Siku zilikwenda, hatimaye alimaliza masomo yake na kufanya mtihani wa mwisho na kumaliza salama. Na mimi nikaa kwa muda, hatimaye nilijifungua mtoto wa kike. Haikupita muda toka nimejifungua babake Brian alifariki dunia na familia ikabaki na mimi, mama Brian na kaka yake. Maisha yaliendelea kwa mateso hayo na mwaka uliofuata Brian matokeo alitoka na kafaulu na kupangiwa kidato cha 5 kwenye shule moja Dar es Salaam, ambapo ilibidi aondoke Arusha na kuelekea Dar. Nilibaki pale na mama yake, nililia sana na tuliagana na Brian huku tukiaiana kupendana sana, na aliniahidi akimaliza masomo tu atanioa. Nilikuwa namwamini sana Brian na kumpenda sana. Aliondoka zake na kuniacha na mama yake pale na kaka yake alikuwa hapo nyumbani, ambapo ndipo mateso yalianza rasmi. Nilikuwa nateswa na yule mama. Siku moja mama aliondoka na kwenda kwenye sherehe na kurejea jioni. Sasa aliporudi alishangaa nyumbani. Chumbani kwake kwenye drawer kitanda kulikuwa na 20,000. Haipo tena. Yule mama alinifuata na kwa ukali, kwanza kuniuliza hela iko wapi. Nilimjibu sijagusa na labda amuulize Alex ambaye ndo kaka yake Brian. Maana yeye ndo alikuwa chumbani, labda alikuwa nyumbani, labda kaichukua yule.
Mama alianza kuniita mwizi na aliniita dada yake yule mama ambaye alitoka naye huko kwenye sherehe. Walianza kuniuliza pesa imekwenda wapi. Na kwanza alinipiga sana bila kujali na mtoto mdogo wa miezi mitatu tu. Wakati naendelea kupiga yule dada, baada ya kunipiga sana, yeye na mabrani ndipo dadake baada ya kuona amenipiga sana, akaona aniache amsubiri Alex arudi ndo aje kumuuliza Alex. Alex alirudi akiwa amelewa. Alipoulizwa alikiri kuwa ni kweli yeye ndo alichukua zile pesa na kwenda kuchezea kamari. Hapo ndo kweli ulijulikana na mimi ndo niliachwa kupigwa pale. Nilikuwa nafanya kila ninalostahili, lakini mama yule hakuwahi kunipenda hata kidogo. Siku iliyofuata asubuhi nilikuwa naamshwa saa 12 alfajiri na wakati mwingine saa 11 asubuhi na yule mama. Kutokana na jana kupigwa, niliamka nikiwa na maumivu makali sana. Ningeenda wapi? Mimi ni yatima. Sina wazazi na ndo bibi na wajomba washanikataa. Wafadhili wao wakasitisha msaada wao kwangu wa kunisomesha. Na tayari nishaanza na Brian. Yule mama alikuwa ananitesa sana na alikuwa hapendi kuniona nina furaha hata kidogo. Alikuwa afurahi nione nikiwa nimepumzika au ninaongea na kutabasamu. Ataninyanyua na kunipangia kazi yote tu, hata kufua nguo zake huko ananiambia kwa kesi ya hoteli au guesti niseme nitapumzika. Niendelea kuteseka sana huku na hakujali na mtoto mchanga wala nini. Ndipo siku moja kakake Brian alivyonifuata chumbani usiku akidai anataka kimapenzi. Nilimkatalia kumtaka aondoke. Aliondoka ila hakuishia hapo. Aliendelea kunisumbua sana kwamba ananitaka. Siku moja wakati mama yake akiwa ametoka kwenda sokoni, nikiwa ndani nimetoka kumnyonyesha mtoto, Alex aliingia chumbani kwangu na kutaka kunibaka. Ndipo hapo nilipopambana naye nikaweza kumchoropoka. Alivyoshindwa kunibaka alitishia maisha kwamba nikisema ataniua. Siku zilivyozidi kwenda mbele aliendelea kunisumbua na kunianzishia visa. Nilivumilia sana na mwisho nikamueleza mama yake swala la mwanae kunitaka kunibaka na kunitishia. Ile mama alinisikiza lakini bado alinilaumu sana kwamba mimi ndo nitakuwa tatizo na sio mwanae. Baadaye alimuita mwanae na kumgombeza sana. Baada hapo ndo mambo yalianza kuwa magumu kwangu. Kwani yule kaka aliungana na mama yake wakaanza kunichukia sana. Yaani Alex alinichukia mno. Yaani ilifika hatua yule Alex ananipiga makofi mbele ya mama yake mzazi. Mama yake aniangalia tu. Zaidi akiona anapigwa sana. Anaambia Alex sasa inatosha. Ningeenda wapi na mtoto mchanga na mimi ni yatima. Niliteseka sana. Majirani walionea huruma sana. Kuna dada mmoja hapo jirani aliitwa Angela. Aliniambia atanisaidia kwamba kuna kazi ya kwenye kampuni ya mzungu mmoja hivi da. Kama nitaweza atanitorosha tuondoke wote. Sasa hapo ndo kimbembe kilianza. Nilipanga kutoroka kwa yule mama na mtoto wangu. Nilisema sitomwacha nyuma. Nilipanga nitoroke usiku huu ambao usiku nilifungasha virago vyangu kimya na mwanangu nikajiandaa hadi saa 8 za usiku, ambapo nilitoka na mlango wa nyuma kwa kufungua mlango taratibu, ambapo nilitoa kwanza begi la nguo nje kisha akafuata mwanangu. Nilisogea taratibu hadi kwa Angela ambaye nilimgongea kwa dirisha la chumba chake na yeye akatoka na kunifungulia mlango. Nilikuta naye anajiandaa tayari. Mimi na Angela ndani ya dakika 20 tulikuwa tayari ndo tunatoka hadi njiani kusubiri usafiri. Kulikuwa kuna kaka mmoja alikuwa anasafiri kwenda Dar na gari yake binafsi. Ndo alituchukua na walikuwa na undugu na Angela. Mungu ni mwema. Safari ilianza saa 9 usiku kuelekea katika jiji la Dar es Salaam, ambalo ndo ilikuwa mara yangu ya kwanza kufika. Na tulifika mapema sana. Tulifikia hadi kwa shangazi zake kina Angela, ambapo nilipokelewa vizuri. Tulipofika tulikula tukaoga na kupumzika, huku yule Angela lakini ahidi kwamba kesho atakwenda kunitafutia kazi mule. Siku iliyofuata tuliondoka naye hadi kwenye ile kampuni ili akaniombe kazi, maana alikuwa na connection na watu wa kule. Cha kusikitisha ni kwamba tulikuta nafasi niliyotarajia imeshachukuliwa na mtu mwingine. Moyo uliniuma sana kwamba nitaishi vipi, na nilianza kutokwa na machozi sana. Wakati tunaondoka nikilia, kuna dada mmoja aliniona nikilia na akanifuata na kuniuliza sababu ya mimi kulia. Nilimueleza swala la mimi kukosa kazi pale. Alinitia moyo na kuniambia kwamba nisijali na kwamba kuna kiwanda cha rasta
wametangaza nafasi za kazi na kipo hapa Daha. Ile habari ilinifanya niweze kwenda kujaribu huko. Nilimuuliza yule dada vizuri na maswali kadhaa kuhusu hicho kiwanda. Baada ya kunijibu vizuri nilishukuru sana. Niliondoka na Angela huku nikijipa moyo kwa kwenda kujaribu huko, maana hicho kiwanda kipo Gongo la Mboto. Siku iliyofuata nilimwomba dada Angela anielekeze njia kuelekea Gongo la Mboto, maana mimi ni mgeni wa jiji la Daha. Alinielekeza, na kwa kuwa kituo cha daladala kilikuwa karibu na nyumbani, basi haikuwa shida mimi kupotea. Nilifika kituoni na kukuta daladala za sehemu mbalimbali. Hicho kituo kinaitwa Mawasiliano simu 2000. Niliulizia upande wa gari za Gongo la Mboto, nikaonyeshwa. Hatimaye nilipanda daladala na kuelekea huko, na ilikuwa ishafika saa 3 asubuhi. Nilishuka hadi Gongo la Mboto na nilipoulizia hicho kiwanda nilionyeshwa kilipo. Hakikuwa mbali sana na stendi. Nilifika pale na kukuta watu mbalimbali, wasichana wenzangu na kina mama walikuwa wanaomba nafasi pale. Tulipewa fomu tukajaza na baadaye tuliitwa tukahojiwa. Kulikuwa na watu takriban 20 waliomba nafasi pale. Baadaye mchana ndo tukapewa majibu kuwa tuliopita usaili ni 8 na mimi nikawa ni miongoni mwao. Nilipoona jina langu likitajwa sikuamini jamani. Nikajikuta nalia kwa furaha, nikimshukuru Mungu kwa kila jambo. Maana niliona sasa nitaanza maisha mapya na mwanangu. Nilifurahi sana na tuliambiwa tutakwenda kupewa mafunzo kwa wiki moja kuhusiana na mambo ya rasta. Niliendelea kukaa kwa kina Angela hadi nilipotimiza mwezi ambapo nilipokea mshahara wangu wa kwanza ambao ilikuwa ni 150,000. Nilimshukuru sana Mungu kwani hiyo pesa nilitafuta chumba maeneo ya Gongo la Mboto na nikapata cha 20,000 nikalipia miezi 3. Huku nikianza na kigodoro, kichakavu na vyombo vichache tu. Maisha yaliendelea huku nikienda kazini Jumatatu hadi Ijumaa, na nilikuwa nakwenda na mwanangu mchanga hivyo hivyo. Nilikuwa ni msichana ninayejituma sana pale kiwandani, kiasi cha kufanya kupendwa sana na mpaka mabosi na kila mtu. Gladness mie ndani ya mwaka niliweza kujitahidi sana nikamiliki kitanda, vyombo na geto likapendeza. Nilikumbuka mateso niliyopitia huku nikisema na kuapa kwamba ni lazima nitapambana hadi nifikie kiwango kizuri sana. Niliweza kununua hadi simu ya mawasiliano na nilianza kumtembelea Brian shuleni nikijidai ni ndugu yake. Nilimpenda Brian sana na hatimaye akapata likizo mwisho na akafikia kwangu. Hii ilikuwa ni likizo ndogo ya mwisho. Ili akahitimu kidato cha 6. Kutokana na mimi kuweza kuwa na vitu kadhaa na kuja kujitegemea. Mpenzi wangu Brian alipokuja kwangu alishangaa sana kwamba nimewezaje kufikia angalau kujimudu kila kitu. Alikuwa akishangaa maana yeye alitokea shule na nilikuwa ninamhudumia kila kitu. Chakula, malazi na kila kitu pale. Alikaa pale hadi siku ya kurudi shule ambapo aliniambia, Glad mpenzi wangu, sina pocket money ya kutumia kabisa shuleni. Naomba unisaidie. Nyumbani wamesema hawana pesa. Nilimpenda sana huyu mwanaume na aliniahidi kwamba siku akipata kazi mimi ni wake na tutaenjoy wote. Kutokana na kumpenda sana na kumjali nilichukua shilingi 60,000 ya kwenye mshahara wangu na kumkabidhi. Huko nikibakiwa na 90,000 tu. Alirejea shule na maisha yakaendelea. Kazini siku moja alinifuata bosi mkuu na kuanza kunisifia kuwa nafanya kazi nzuri sana. Cha ajabu alianza kunipa ofa mara lunch, mara breakfast. Huyu baba aliitwa Bakari. Huyu Bakari nilipomuuliza kwa nini anafanya hayo yote, aliniambia eti ananisaidia tu na anapenda tu uchapakazi wangu. Maisha yaliendelea, alianza kitu cha kustajabisha sana kwani akiniona tu natoka tukiwa ndani ananipa lifti na huku akiendelea kunisifia na kuniahidi kunipa cheo kikubwa. Yule alikuwa ndo bosi na mwenye kiwanda na alikuwa mkali sana. Lakini cha ajabu kwangu haikunigombeza wala kunikalipia zaidi ya kunisifia tu. Siku moja aliniomba namba yangu, nilimuuliza ni ya nini. Aliniambia ni bosi wangu hivyo anataka tu mawasiliano yangu. Nilimpa namba ya simu na akaisave. Jumaa moja ya mwisho wa wiki nikiwa nipo kazini nilifuatwa na mdada mmoja tumezoeana sana. Yule dada alikuwa mfanyakazi mwenzetu pale kiwandani. Alikuwa anaitwa Sara. Kwa kuwa yeye ni mzoefu wa pale kazini, alinionya kuhusu yule bosi kwamba ni mwathirika wa ukimwi, yani VVU, na kwamba ametembea na wasichana wengi sana pale na wengine wameishazikwa, akiwahonga na kuahidi vyeo.
Niliogopa sana, lakini mwishoni niliona mimi hajawahi kunitongoza au kuniambia chochote labda hakitonifikia kitu. Yule dada utadhani aliota kuniambia. Maana wiki iliyofuata bosi Bakari alinitumia ujumbe kuwa nisiondoke pale kazini. Muda ulikwenda na kujiuliza kuna nini? Anataka kuniambia nini baki? Je, anataka kunifukuza kazi? Nilibaki pale hadi saa 11 jioni. Cha ajabu watoto walikwisha ondoka. Ilifika saa 12 kigiza kishaanza kuingia na akaniita ofisini kwake ambapo hakukuwa na mtu yeyote. Ilikuwa ni ofisi hiyo ndani ya jengo kubwa, na hivyo ukiingia ndani hiyo ofisi ipo ndani zaidi. Nilikwenda ndani ya ofisi yake na kumkuta amekaa kwenye kiti, na kimuonekano huyu Bakari alikuwa kama bondia mrefu na mwenye nguvu sana. Nilikaa kwa uoga sana, maana ofisi zote zilikuwa hazina watu na mimi na yeye tu ndo kwenye lile jengo tulikuwepo. Alianza kunisifia kwamba anachapa kazi na aliniambia maneno kwamba nimkubali nilale naye na niwe mpenzi wake na atanipa chochote kitu ambacho nakitaka. Nilijikuta nikihisi nimepigwa na shoti ya umeme, na nikakumbuka maneno ya Sara kwamba huyu bosi Bakari ni laghai na ni mwathirika. Nikajikuta nikimwambia hapana bosi, wewe ni bosi wangu na mimi nina mpenzi na nimezaa naye na siwezi kumsaliti, nampenda sana Brian wangu. Nikubali mimi, achana na mambo hayo, wewe ni mrembo sana Glad. Pili utakiwe kuishi maisha ya shida mrembo. Wewe ukumbi wa shida bwana. Pesa, cheo na kila kitu kitakuwa chako. Nikaambia hapana bosi. Nilisema huko nikitetemeka. Uchague wewe na mimi au upoteze kazi. Nilivyosikia hivyo niliogopa mno. Nikabaki nimeduaa, sijaongea. Alisimama ghafla na kwenda kubonyeza mlango ukajiloki ama kujifunga yote. Hapo alinifuata pale kwenye kiti ghafla, akaanza kunivua nguo mpaka ikachanika. Nikabakiwa nasidilia. Nikamwambia unafanya nini bosi? Unataka kunibaka? Nikamwambia niache. Nilipiga makelele, hakujali zaidi ya kunivuta na kuanza kuniparamia kwa nguvu. Na alikuwa na nguvu sana. Alinikamata kwa nguvu na kuvuta sketi yangu na kaanza kuivua, ambapo nilianza kujitoa kwake kwa nguvu. Nilishindwa na akaweza kuniangusha chini, ambapo nikabaki nimeduaa. Sijaongea. Alisimama ghafla na kwenda kubonyeza milango kajiloki. Alinikandamiza pale chini na kuanza kunishika tena kwa nguvu. Nilijitoa kwake, nikashindwa kutokana na yeye kuwa na nguvu kubwa. Niliwaza mawazo mengi, nikakumbuka mateso na njia nilizopitia. Leo huyu baba anataka kuniambukiza ugonjwa. Alianza kufungua zipu, nilijikuta nikipata nguvu ya kumsukuma pale upande mwingine pale chini. Na nikanyanyuka nikazishika nguo, akanishika mguu. Nilijitoa mguu kwake na kukimbilia mlangoni na nikaanza kupiga mayowe. Msaada, ananibaka. Hakuna aliyesikia. Nipambana hadi nikafungua mlango na kuanza kukimbia sana. Nitoka mbio hadi getini ambapo sikuwakuta walinzi, na nilivalia nguo hapo ni kibanda cha mlinzi na kuanza kukimbia sana. Njiani nilikutana na pikipiki, ikabidi nipande hadi nyumbani. Nilipofika nyumbani nililia sana, nikiwaza kwa nini Mungu unaruhusu mateso kwenye maisha yangu? Kwa nini mimi? Kwa nini mimi tu? Nilikumbuka nilivyokuwa na ndoto na akili ya kusoma darasani, huku roho ikiniuma sana. Nilimwangalia mwanangu ndo nikazidi kuumia zaidi. Maisha yangu yalitegemea kile kibarua, lakini ndo hicho kimekuisha. Siku hiyo nililia sana hadi macho yakavimba. Siku iliyofuata sikwenda kazini. Baada ya siku 2 nilikwenda kazini, lakini cha kusikitisha nilipofika tu pale nilipigwa na butwa baada ya kukuta tangazo kama mimi sitakiwi kuonekana pale kiwandani tena, na nikionekana nikamatwe. Sikujua nguvu ya ulimwengu. Nauliza tu, haikuisha masaa 2 askari walikuja na kunikamata bila sababu. Nikawekwa rumande. Niliuliza nawekwa rumande kwa sababu gani na kwa kosa gani? Niliambiwa kuwa nimeleta fujo na uharibifu kazini. Nilishinda pale rumande nikilia mno. Kwa nini Bakari bosi ananifanyia hivi? Nitaishije na mwanangu je? Nilikuja kuachiwa pale saa 12, kumbe ile Bakari alikuwa kahonga polisi wananyanyasa tu. Nilipoachiliwa nilikwenda nyumbani, na hapo ndo nikaanza maisha magumu mtaani. Zilipita siku 2 tu, mtoto akaanza kuumwa na mimi sina hela. Vitu vya kula ndo vinaanza kuisha ndani. Sijui nitaishije siku kadhaa zijazo. Mungu wangu. Nijisemea huko nikiwa naangalia juu mbinguni. Cha kusikitisha zaidi, dada Angela alinipigia simu kwamba wanauza nyumba yao ya Dar na wanarudi Arusha, familia yote. Moyo uliniuma, maana
Ndo mfariji na msaada wangu pekee uliobaki. Na yeye ndo huyo anaondoka. Alinitumia namba ya simu ya baba yangu mkubwa wa Dar, Gladi. Hivi unajua babako mkubwa anakaa Dar huko na ni profesa wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na mke pia anafanya kazi Wizara ya Fedha. Na ana pesa sana. Wanaweza kukusaidia. Nikamwambia kweli Angela, maana nilisikia kuwa nikiwa mdogo nilikuwa nikimwona sana Arusha na namjua hasa nilikuwa najaribu kuwauliza wajomba na bibi kuhusu baba yangu mkubwa. Alikwenda wapi? Hawakutaka kunipa majibu. Wapi alipo, kumbe po muda. Ndio Moya, mdogo wangu. Nenda kumsalimia, atakusaidia shida zako mdogo wangu. Nikamwambia asante sana, nitatafuta. Nilipopata namba baba mkubwa nilishukuru Mungu sana kwamba kwa kuwa mimi na yatima angalau sasa nimepata kaka kwa baba. Naweza kumchukulia kama baba yangu. Nilianza kupatafuta kwa baba mkubwa na kumbe alikuwa anakaa Kimara. Nilichunguza hadi nikapajua kwake na pia kwa msaada wa dada Angela kupitia maelekezo ya simu. Siku moja Alhamisi nikaamua niende hadi Kimara kwake. Nilipata shida sana. Maana mpaka niweze kupafika nyumbani kwake nilipata changamoto, ilibidi niulize sana. Hatimaye nilifika kwake. Ilikuwa nyumba ya kifahari yenye geti na ukuta wenye nyaya za umeme. Na kiwanja kikubwa, ilikuwa ni nyumba ya kifahari haswa. Na kulikuwa na mlinzi getini. Na nilipofika getini nilikuta mlinzi getini, nilimsalimia na kujitambulisha kwake na kumuuliza kama nitapata nafasi ya kuongea na baba mkubwa. Yule mlinzi aliniambia sawa, nimekuelewa, ngoja nimpigie. Alimpigia baba mkubwa simu na kumwambia kuna mgeni wake na alimuelekeza kila kitu. Baba mkubwa alijibu kwa kuuliza, "Okay. Sawa, kwa nini anakuja kwangu bila taarifa? Siku hizi kila kitu kinakwenda kwa mipango. Mwambie aje siku nyingine. Nipo busy na akija kwangu anitaarifu." Alimaliza na kukata simu. Mlinzi alinieleza alivyoambiwa na kuniambia niondoke. Ilibidi nigeuze na mwanangu huku jua likituakia. Nikikumbuka na aliaga tu yani. Fikiria umetoka Gongo la Mboto mpaka Kimara, halafu unarudishwa getini. Moyo uliniuma sana. Niliondoka nikiwa na njaa sana, nikarudi Gongo la Mboto. Usiku huo nilala kwa mawazo sana na nikaapa kwamba lazima nirudi tena kwake. Labda ni mazoea ya baba mkubwa kuwa nilipokuwa profesa na kuwa mtu mashuhuri, labda ni kanuni zake hizo. Nilijipa moyo. Siku iliyofuata ni Ijumaa, niliona ni bora nimpigie simu nimjulishe kwamba nitakwenda kwake. Nilipiga simu mara 5, hakupokea simu. Ilipofika mchana alipiga simu na kuniuliza kuwa mimi ni nani. Nijitambulisha labda baada ya kufurahi nikajibu. Na nilijitambulisha badala ya kufurahi. Kunijua alianza kunifokea na kuniuliza kwa nini napiga simu. Je, sijui kuna muda wa kazi? Nilimwomba msamaha na kumtaarifu dhumuni langu ni kumwarifu kuwa nakuja kwake. Alinikaribisha. Niliondoka na nilifika kwake saa 10 na nikakaribishwa hadi ndani. Nilikuta msichana wa baba mkubwa ambaye aliitwa Grace. Huyo ni kama alikuwa rika langu, ila yeye alinizidi tu kama mwaka. Ningemfananisha na mimi ungecheka tu. Maana mimi nilikuwa nimekonda na kukomaa sana kutokana na kupigwa na maisha, wakati mwenzangu yeye alikuwa ni mtoto akishua hasa. Nilimsalimia na akaitikia puani na kuanza kunipandisha na kunishusha, kaondoka zake. Bahati nzuri kulikuwa na dada wa kazi pale ambaye alinipokea na kuweka mabegi yangu moja ya chumba pale nyumbani. Bila Grace baba mkubwa hakuongea na mimi zaidi ya kunitizama mimi na mwanangu kama kinyaa tu. Baadaye aliondoka zake. Nilikaa pale hadi saa 2 usiku nikimsubiri baba mkubwa na mama mkubwa arudi. Kulingana na dada wa kazi alisema walikwenda matembezi na familia yote isipokuwa Grace ndio kuambatana nao, ila Grace alivyoondoka zake jioni aliwafuata huko matembezini. Mimi na dada wa kazi tulipeleka hotpot za vyakula dining tukisubiri waje tule wote. Mpaka saa 3 kamili walikuwa hawajarudi. Yule dada wa kazi akaniambia kwa nina mtoto mdogo na analia njaa, kwa kuwa sija chochote toka asubuhi, basi nipakue hapa kidogo nile nimlishe na mwanangu. Nilipakua kiasi kidogo na kuanza kula mimi na mwanangu mchanga. Baada ya nusu saa familia ndio ikarudi. Baba mkubwa, mama mkubwa, Grace na mtoto mwingine wa kiume. Baba mkubwa aliitwa Hilary. Nilivyoona nilisimama nikawasalimia, na cha ajabu baada ya kuwasalimia yule mama alianza kuongea kwa hasira. Sijui mijitu mingine ikoje. Unakuja kwa mtu wenyeji hawajala unaanza kujipakulia chakula na kula tu. Hii tabia ikome, na mtu akija kwangu afuate utaratibu. Maneno ya huyu mama aliniumiza sana. Yule Grace alianza kuongea maneno. Akasema tena akome kweli. Watu wanaita njaa zao kwetu. Mama ongeza volume.
Waliongea huku nikiangalia mimi tu. Niliumia sana, kwa nini nasimangu na chakula? Je, kosa langu lipi? Baba mkubwa akaongea kitu zaidi ya kuendelea na mambo yake pale sebuleni. Nilijikuta nikumbwa na hisia kali na machozi yakaanza kunilenga. Nilimnyanyua mwanangu na kuondoka naye hadi chumbani ambapo nililia sana kwa uchungu. Nilimuuliza Mungu, kwa nini nayaruhusu haya yanikumbe? Kwa nini mimi tu? Kwa nini uliochukua wazazi wangu? Kwa nini Mungu kila kitu kwangu ni mateso? Nililia sana, faraja ambayo nilitarajia ningeipata kwa baba wangu mkubwa imegeuka machozi na huzuni kwangu. Mwanangu naye alikuwa hajashiba vizuri, naye alikuwa akilia maana alikuwa anaumwa. Yule dada wa kazi alinifuata chumbani na kuniambia kimya, pole sana dada, wazoe tu, hii nyumba ndo alivyo. Sio mama tu, sio watoto, wana huruma, wanajiona sana kwa kuwa wana pesa na kila kitu nimekuletea wali kidogo, ule mwaya, pole sana. Yule dada wa kazi aliniletea wali kidogo kule chumbani kwa siri. Nilimshukuru nikampa mtoto. Usiku ule niliwaza kwamba natakiwa asubuhi nimweleze baba mkubwa hali yangu ya maisha na kuomba msaada kwake wa kifedha kidogo tu niweze kujikimu au hata mtaji nifungue biashara. Nililala huku nikiwa na mawazo sana hadi nikapotelea usingizini. Cha ajabu, saa 12 asubuhi nilikurupushwa na yule mama akagongea mlango kwa hasira sana. Hey, amka. Wake up. Aliongea kwa hasira kubwa sana. Nijiuliza kulikoni. Nilipofungua mlango tu hivi uso kwa uso na mama mkubwa akiwa amefura kwa hasira usoni, akaniangalia kwa hasira mno. Hapo ndo nilihisi dunia haina huruma. Usiku ule niliwaza kwamba natakiwa asubuhi nimweleze baba mkubwa hali yangu ya kimaisha. Alinitazama kwa hasira na kuanza kuniambia nimekuja kwake kulala. Kwake watu hawalali bali hufanya kazi. Hivyo kama nikija kwake nisijihisi mgeni, nikafanya kazi na dada kazi kule. Nikajikuta naumia sana. Sikuwa na neno la kwa kuwa nilikuwa na shida. Ilibidi nifuate alichoniambia tu. Nilimfuata dada kazi jikoni na kuanza kujishughulisha na kazi yake jikoni. Yule mama alikuwa na roho mbaya sana. Baadaye familia yake iliamka na tukawa tayari mimi na yule dada wa kazi tumeshaandaa breakfast. Familia ilijumuika dining, mimi na yule dada wa kazi tulinywa chai jikoni. Haikupita dakika 2 nikaitwa nikaenda kulikoni. Yule mama mkubwa aliniita na kuniambia kuwa nimtoe mtoto wangu kwenye masofa yake, kwani atachafua masofa. Mwanzenu ilinibidi tu nimtoe mwanangu pale na kwenda naye kule jikoni. Baada ya breakfast, baba mkubwa alikuwa mwenyewe kwenye uwanja wa mjengo wake akijisomea gazeti la siku hiyo. Ilikuwa gazeti la The Guardian. Nakumbuka ndipo nilipofuata na kuanza kumueleza matatizo yatoka nilivyosoma, nikapata ujauzito, nikatelekezwa na familia na jinsi nilivyoishi na kwa wazazi wa Brian, kwa mateso walionipa na issue ya kazi za kiwandani na jinsi nilivyofukuzwa kisa kutoka kwa mapenzi na bosi Bakari. Baada ya kumueleza yote yao, baba mkubwa aliniuliza, okay Gladness, umenielezea mengi binti yangu, nikusaidie nini? Nipomwomba anisaidie walau hata mtaji nifanye biashara hata ya kuuza maji nitamudu au hata biashara mantilie. Baba mkubwa aliniangalia akaniambia, binti, mimi mpaka hapa nilipo nilipambana mwenyewe. Marehemu baba yako alikuwa akiendekeza pombe tu badala ya kuwaza maendeleo. Ona sasa wazazi wako wamekufa, wamekuacha yatima bila kuacha chochote cha maana duniani. Ona sasa unatanga tu binti. Ukishaanza umalaya toka shule, ukabeba mimba, ukazaa, wewe ni kimeo. Ndio maana hata pale chuo kikuu nikiapa wanafunzi lecture huwa nawaambia kuwa kuna wajinga wengi tu mapenzi yaliwaponza. Sasa wanalea. Aliniambia baba mkubwa kwa ukali na kunishambulia. Nilimjibu tu kwa upole, baba, upo sahihi, lakini sikuwahi kujihusisha na tabia mbaya shuleni. Ilitokea tu kama bahati mbaya baba. Gladness, wewe ulikuwa unasomeshwa na wafadhili. Sasa unasema una tabia nzuri. Mbona ulibeba mimba shuleni? Kusema kweli siwezi msaidia mzembe. Kama wewe rudi Arusha. Kijijini mwanangu. Mjini hapa kufai. Rudi ukamwombe bibi yako na wajomba wakurudisha nyumbani. Mimi sina msaada wote kwako. Aliongea baba mkubwa huku akinyanyua gazeti na kuanza kusoma. Mama mkubwa kumbe alikuwa anatusikiliza mwanzo mwisho. Alikuwa akasimama kwa mbali, alikuja na kuanza kuropoka pale. Sasa si tukusaidie nini binti? Kila mtu anabeba msalaba wake. Sisi hatuna hela za kuchezea hivyo. Hatuwezi kuchezea shilingi chooni. Nilijisikia uchungu sana, maneno yao yaliniuma mno. Nilijiona tu sawa, haina shida. Nilinyanyuka pale bustanini na kuelekea ndani kumwangalia mwanangu ambaye nilisikia analia.
Nilipoingia ndani nilikutana na Grace, baba mkubwa, na kuanza kuniambia, wewe mtoto wako anatusumbua, anatupiga kelele. Alisema huku akinikunjia uso na kuondoka karibia nipige humbo. Nilifuata mwanangu nikambeba. Cha ajabu yule mama alinifuata mle ndani mbele ya familia yake na kuanza kuwaeleza wale watoto wake, ndugu zangu ambao ni watoto wa baba mkubwa, ambao ni Grace na Hilary, na kuambia kwamba jamani, mwenzenu huyu Glad aliendekeza starehe shule, akabeba mimba huko akazaa. Sasa kasanda anakuja kumwomba baba yenu msaada, eti hela ya mtaji. Baba mkubwa, nipe mtaji. Mara baba mkubwa, nipe mtaji. Anafikiri tuna hela za kuchezea. Haya mwanangu, umeona kwa huyo ndugu yenu? Jamani, naambiaga msicheze na maisha. Mwenzenu huyu Glad anaisoma namba, alisema mama mkubwa, huku Grace akionekana kutabasamu wakati mama yake anavonishambulia kwa maneno yake. Yule mkubwa wa kiume Hilary hakuongea kitu zaidi ya kusikitika tu. Niliondoka na nikaelekea chumbani nikilia machozi, na yule dada wa kazi alinifuata akaniambia, usilie Glad, usilie mpenzi, pole mwaya, wazoe tu yatapita. Nami nilimjibu huku nikilia, kila siku maisha yangu yanazidi kuharibika tu, na mambo kila siku yanazidi kuwa magumu tu. Kwamba nilimkosea nini Mungu wangu? Kwamba nilikosea nini Mungu wa mbinguni? Mimi ni ndugu yako, lakini mimi ni ndugu yao, lakini wananichukulia kama mnyama. Why? Niliongea kwa uchungu mno. Dada wa kazi alinitia moyo na kuniambia haitakuisha tu. Niona ni bora niondoke tu. Niliwaambia kuwa nataka niondoke. Baba mkubwa akaniuliza nitaondokaje kabla sijala chakula cha mchana, maana saa 6 ilikuwa imeshafika. Nilimwambia haina shida, kwani nitakula siku nyingine. Sasa mimi nilikwenda kumwogesha mwanangu mle ndani na nikamwona Grace akiwa anakatiza na akanifuata akiwa ameshika nguo ya mtoto. Alinitupia ile nguo na kuniambia, nguo ya mwanao hiyo usisahau wakati unafungasha vitu vyako. Nilimuuliza tu, sawa Grace ndugu yangu, lakini sio hivyo ndugu, tunapaswa kuishi. Nilipomwambia hivyo alinicharukia na kuniambia, kwa hiyo mimi na wewe tunajikomba kwetu kisa tuna pesa ukawalaumu wazazi wako na upambane na hali yako, unakuja kutulia shida hapa? Jamani ndugu, mbona maneno yote hayo? Mimi sikutaka niwe yatima Grace, please usiniambie hivyo. Nikamwambia nisikwambie? Kafukua wazazi wako wakupe pesa ya mtaji wa biashara. Alinisonya na kuondoka. Maneno yake aliniuma sana. Kakake kumbe alikuwa kajibanza kwenye korido anatusikiliza. Nilisikia akimwita mdogo wake Grace na kumgombeza kwa nini ananitolea maneno mabaya ya kunisimanga na kuniambia nikafukua wazazi wangu. Sio kauli nzuri. Nilimwogesha mwanangu na kuondoka zangu hadi Umma la Mboto. Kiukweli kwa baba mkubwa hakuna nilichoambulia zaidi ya matusi, kejeli, dharau na maneno mabaya ya kunivunja moyo. Nilisema kwa bibi nilifukuzwa na wajomba. Kwa mama Brian alinitesa sana. Nitakwenda wapi? Niliona natakiwa niwe zaidi, na niliona kuwa nina mtu mmoja ananipenda Brian. Niliona upendo wake unatosha kabisa. Nilipata wazo la kuuza vitu vya ndani ili nipate walau mtaji wa kuanzia. Niliuza vitu na meza pamoja na redio, jumla nikapata shilingi 120. Niliona ni bora nianze biashara ya kuuza maandazi na chapati na maharage, na mtoto nilimpeleka hospitali kutibiwa. Niliwaza kwa nini sikuchukua uamuzi wa kupata ile wazo kutoka mwanzo. Nilinunua unga wa ngano na maharage na mafuta na mengineyo, nikaomba kibaraza cha mtu, nikaanza kazi ya kupika maandazi, chapati na maharage. Wiki ya mwanzo biashara ilikuwa ngumu sana, nilitamani kuacha. Zilipita wiki 2, mambo yakaanza kubadilika, watu wakawa wamenifahamu na kusema napika chapati nzuri. Nilianza kupata wateja wengi mno. Asubuhi naamka saa 11 au saa 12 ni mwendo wa kuchoma chapati na maharage na bandika. Nilianza kupata wateja wengi sana. Nilimaliza mwezi uliofuata niliendelea huku biashara ikienda kwa kasi sana. Nilimshukuru Mungu alao nilianza kuona faida na kipato kikiongezeka, kwani hadi saa 6 mchana unakuta umemaliza chapati na mandazi na maharage. Niliongeza na nikaongeza kuuza maharage pia kwa wale waliohitaji kwa matumizi ya nyumbani. Mungu alinionekania na kiri hilo. Nilikuwa nachoma chapati Jumatatu hadi Jumamosi, Jumapili ninapumzika. Maisha yaliendelea, lakini nikiwa naendeleza biashara, ghafla mpenzi wangu Brian alikuja kwangu na kudai ashamaliza form 6. Na hivyo kwa sasa tujiache mimi na yeye, kwani kwa sasa anasubiri matokeo ili afaulu aende chuo kikuu. Sikuweza kukataa, maana nilimpenda baba mtoto wangu, mtu niliyempenda kuliko chochote. Tulianza maisha huku nikiendelea na kazi yangu. Huko mbeleni ndo nilianza kujuta mwenzenu.
mdhani yeye ndiye kumbe sie. Maisha yaliendelea, lakini nikiwa naendeleza biashara yangu alikuja kwangu na maisha yaliendelea. Mimi natoka asubuhi kukaanga chapati na yeye anabaki tu na mtoto. Ni mimi Gladness natoka nikatafute pesa, mwanaume atavaa na kupendeza. Ndani ya muda mchache tu mpenzi wangu alianza kunawiri. Si unajua tena maisha ya shule inaweza mkondesha mtu. Mpenzi wangu anadai bado yeye ni mwanafunzi na hivyo ana hela sehemu ya kupigia mishemishe. Nikawa najituma kila kitu na mgaramia mume wangu. Mume wangu akaanza kunawiri na kupendeza. Anavaa na kutekelezea sana. Wanawake wenzangu wakawa wananisifia. Nina mwanaume mzuri, handsome na mwenye mvuto. Mama yake Brian alipojua mwanae yupo kwangu, alipiga simu na kumgombeza mwanae sana. Kwamba kwa nini hameweza form 6 akaenda kuishi na mimi wakati hatujaoana. Brian alimjibu mama yake kwamba ndo kaamua na ananipenda sana. Nilimnunulia Brian hadi simu ya kisasa kwa hizo pesa za chapati. Maisha yaliendelea huku Mungu akizidi kunionekania. Pale ninapofanyia kazi niona kwa nini nisifungue na genge kabisa. Nilitengeneza kibanda na nikaweka genge la kuuza vitu kama nyanya, karoti, vitunguu, nyanya chungu, mboga hadi matunda. Sikujua kama nina nyota kali ya biashara namna hiyo. Biashara chapati nilikuza na kwa sasa nikafanya ukawa mgahawa kamili na nikamwajiri na msichana kunisaidia. Nikawa napika chapati, supu, mandazi, nikaanza na kupika chai na kuuza ugali na wali. Biashara zikaanza kuchanganya huku genge huku mgahawa wangu. Nilianza kuchuma faida sana. Nilikuwa nakusanya pesa na nilikuwa najitahidi sana kuwa na bajeti nzuri na kutunza pesa. Ndipo nikapata wazo la kuweka pesa benki. Nikaamua kila wiki napeleka pesa benki. Nitaamka asubuhi, nitakwenda mgahawani ikifika saa 12 wala kusambaza vitu vya gengeni. Watapitisha na mimi nitabeba oda zangu. Biashara ikawa inakwenda vizuri sana. Mpenzi wangu Brian yeye alikuwa kila bata tu. Anatoka, anasema anakwenda kwa marafiki zake huko na kuzunguka. Ajabu huyu mwanaume hanionishi support yote au hata kuniunga mkono kwamba leo na yeye aje aone najituma vipi. Hapana, hakuwahi kufanya hivyo. Nijiuliza ni kwa nini hapendi hata kuja kunisupport wala hata siku moja auze genge au hata angali yetu. Niona labda ni kwa kuwa ni msomi, labda naona ataonekana anafanya kazi za ajabu. Nilikuwa namlisha mimi na kumvalisha kila kitu. Akawa ni pamba nzuri kutokelezea. Yaani uvaaji wake utadhania labda ni star fulani hivi. Basi mimi nikawa najisikia vizuri tu kuwa na mwanaume handsome na anayejua kuvaa. Akaanza kuwa busy na simu yake tu, akaanza tabia ya kukaa na simu, yani hata aende chooni atakwenda nayo. Akisikia imepita, imeita atakuja mbio. Ahadi zake ni kuwa ananipenda kuliko chochote. Na siku ataajiriwa tu, hakika tutafurahia maisha. Alikuwa kinaidi vitu vingi sana kwamba hatoniacha. Siku hiyo mimi na yule msichana msaidizi wangu tulimaliza mapema kazi. Maana tulipata wateja wengi wanafunzi. Wengi walikuja kufanya utafiti mtawe ule. Kwa bahati nzuri wote wakaja wakala pale kwenye mgahawa wangu. Chapati zikawa zimeisha. Chakula kikaisha, yani walikuwa wengi sana. Nilipata pesa sana siku hiyo. Nikaona kwa kuwa leo nimemaliza mapema sana. Sasa sana ni mchana. Maana nilizoea toka nimeanza kupika chakula nilikuwa nafunga saa 11 jioni. Siku hiyo saa 8 nikafunga na genge nikasema ngoja niende nyumbani hapo nilipopanga. Nilielekea nyumbani kwangu. Na nilipofika nilikuta mlango umeegeshwa tu. Nilipoingia tu nikamfumania Brian na mwanamke mwingine hapo anamvua nguo zake. Mwanzo kufanya yake. Kweli mtania si kumbe ndiye. Yule mwanamke alikuwa ni mpangaji mwenzangu. Tena mdada ambaye alikuwa kapanga chumba kinachofuata. Brian aliponiona alishtuka sana na kuanza kuniomba samahani. Nilimvuta yule mwanamke, nikachukua mwiko hapo na kuanza kumpiga na mayowe watu wakajaa. Na wapangaji wenzetu. Ilikuwa ni bala. Brian alikimbia kwa aibu. Yule mwanamke tulimchukua hadi kwa mjumbe mtaa mzima ukiangalia na ikawa ni aibu mno. Ndio mtaa akaamua ahame pale. Kuna wanawake wote wa mtaa ule waliunga mkono ile wazo. Yule dada alihamishwa hiyo siku. Niliumia sana na yule dada anadai kuwa akisumbuliwa na Brian akimtaki mapenzi. Sikujua kama mpenzi wangu Brian angenisaliti namna hiyo. Nilimchukua mwanangu nikaingia ndani na nikalala nikilia sana. Nilimlisha na kumvisha kila kitu. Dada wenzangu wananicheka kwamba namfuga Mario gume ndani. Moyo uliuma sana. Nikasema simtaki tena. Baada ya siku 3 alituma marafiki zake wa kiume wawili kuniomba msamaha.
Alidai ananipenda sana na ni pepo baya. Alimpitia tu mwanaume. Haki sina hamna nyie. Niliambia waondoke, sitaki kuwasikiliza. Siku iliyofuata mwanaume anagonga mlango, kufungua nakuta ni yeye. Nafungua mlango, nataka kumfukia na kumfukuza. Ananiomba nimsikilize japo dakika 5 tu. Akaanza kuniomba msamaha. Anapiga hadi magoti akiniahidi atabadilika. Ananipa simu yake kama amebadilika. Akachukua laini zake akazivunja mbele yangu. Akaniomba kwa dhati turudiane na tuendeleze penzi letu. Nikajigusa na laini kama mwenzenu. Nikamsamehe, akaonyesha nia ya kubadilika. Maisha yanaendelea. Ikapita wiki moja, matokeo yametoka, akafaulu mtihani wa form 6. Huyo akapangiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM. Tulifurahi sana mimi na yeye, kuanza kunipa ahadi kemkem kwamba akimaliza tu atapata kazi na kwamba tutafurahia maisha. Akanipa ahadi kibao. Basi bwana, mwanaume akawa anajaribu na kuomba mkopo wa elimu ya juu ili asomeshwe na serikali. Mimi Gladness wa watu naangaika kufungua duka kubwa la bidhaa, maana nishakusanya milioni 5 yangu ya shida, na nilikuwa na vikundi vya vikoba na vingine vingi tu, hadi vya mzunguko wa kuchangisha na pesa mchezo ile ya kumtoa mtu leo atamtoa mtu milioni, raundi nyingine utatolewa wewe. Haya maisha yakawa yanakwenda. Yani nilikuwa najituma, watu wakawa wananiwauliza kwamba huwa sitaki kufanya kazi, maana nilikuwa na hasira ya hela chini tu. Nilikumbuka maneno ya familia ya baba mkubwa, wajomba na watu wengine. Yani nilikuwa napandwa na hasira moyoni ya kukomoa kutafuta pesa mpaka kieleweke. Nilikuwa na ndoto ya kufikia mbali. Mnafuatilia simulizi yangu jamani, ukiamua kufanikiwa utafanikiwa tu. Ni bidii na kupambana. Usiangalie watu wanasema nini juu yako au utaonekana vipi ukifanya kazi fulani. Wewe pambana, utakuja kufurahia matunda mbeleni, tena upate maisha mazuri hasa. Swala lake la kuomba mkopo likatoka baada ya mwezi, akapewa mkopo wa 20% tu. Hapo ina maana lazima alipie ada kwa 80%. Na hapo ndo aliumia. Akaniambia, mpenzi wangu Gladi, huu mkopo wa kusoma hautoshi chochote. Nitakiwa nipewe walau 100 au 95. Sasa amenipa 20%. 1% haitoshi chochote. Inabidi tu niache tu na kusoma, nipambane kuanza mtaani kama mwaka hivi. Nikitafuta hela then mwakani niombe tena mkopo. Na nimeshatafuta hela, hata akinipa kidogo tu au kuninyima nijisomeshe mwenyewe. Hivyo nairisha mwaka. Alisema Brian kinyonge sana na kuongeza, mpenzi wangu, mke wangu Gladi, usihofu. Mume nitapambana tu kiume. Tutaishi vizuri tu mpenzi. Mimi na yeye na mtoto wetu, siku moja ambayo tutakuwa na nyumba na gari yetu hakika. Aliniambia Brian huko nipapasa mgongoni, nilikuwa nimesikitika kuhusu yeye na issue ya mkopo. Nilikaa nikiwaanza, nikamwambia mpenzi wangu Brian kwamba usijali my love. Hakuna kuahirisha mwaka. Kwa uwezo wa Mungu unakwenda kuanza mwaka. Ada tutalipa wenyewe. Hii michakato ya duka isimame kwanza. Hakuna cha kuahirisha mwaka hapa. Unaingia chuo kama kawaida. Ada tutalipa, tutapambana hadi umalize ili utimize ndoto zetu za kuwa na maisha mazuri. Hapo tayari nilikuwa nimeamua kumsomesha mpenzi wangu, mume wangu, hadi amalize. Brian alifurahi sana na kunikumbatia hadi machozi yakamtoka. Mabusu tele, huko akiniambia ananipenda sana. Akaniambia I love you my everything. Alitamka kwa kunikumbatia. Haya bwana. Siku zikaenda, mwanaume akaingia mwaka wa kwanza chuo na ada analipa mimi. Kwao wanamwangalia tu mtoto wao, wanasema hali ni mbaya. Wanatuma pesa ya kujikimu siku moja. Mimi nalipa ada na kumnunulia kila kitu. Mwanaume huyo akaingia first year mwaka wa kwanza, yani hapo mambo ndo yalianza. Hakuna rangi ambayo sikuiona mwenyewe. Yani tukutane katika sehemu ya pili tujue nini kile jire. Mimi naitwa Trish na hii ni Mtungi Simulizi.